Jum TV. Furaha kiganjani. Kwa hiyo kwenye kikao hichi na furaha kusema kwamba katika mwezi huu wa Aprili wageni 61 walikamatwa kwa makosa mbalimbali, ambao wageni hawa walikamatwa kwenye mikoa yetu mbalimbali, kwenye mikoa yote hii mitano ya Zanzibar, na hatua mbalimbali zilichukuliwa kwa wageni wale waliokamatwa, ikiwa ni pamoja na kufikishwa mahakamani, kuondoshwa nchini, kupewa adhabu zile za kulipa fine. Na fine hizi zimekuwa zikitusaidia sana katika ukusanyaji wa mapato. Niseme kwamba mgeni ambaye amekamatwa kwa kushinda kufuata sheria za uhamiaji, miongoni mwa hatua ambazo zinaweza kuchukuliwa ni kumtoza fine ambayo inakuwa ni dola 600. Kwa katika kipindi hichi unakuta pengine karibuni wageni 50 walikamatwa katika utaratibu huo, na hatua hizo za fine zilichukuliwa. Kwa sababu unakuta dola 600 kwa wageni 50 ni kidogo, ni kiwango kikubwa. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii sasa kuwashauri ndugu waandishi, wananchi ambao mnatusikiliza, tuendelee kutoa ushirikiano kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, pamoja na idara ya uhamiaji. Pale ambapo utamgundua mgeni yote ambayo unahisi ukazi wake ama anachokifanya ni kinyume na sheria za nchi hii, basi mtupatie hizo taarifa ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Na tukiwa tunathamini mchango wa wananchi katika utekelezaji wa huduma za uhamiaji, idara ya uhamiaji imeanzisha kampeni maalum ya Mjue Jirani Yako, ambapo kampeni hii tunatekeleza katika kiwango cha shehia, katika level ya shehia, kuwaelimisha wananchi ili wawe naweza kuwatambua wale wageni ambao wanaishi ama wanapita kwenye maeneo yao. Na kampeni hii tumeimarisha zaidi kwenye maeneo yale ambayo sekta hii ya utalii imekuwa ikifanya uzuri zaidi, hasa kwenye eneo hili la kaskazini, mkoa wetu wa Mjini Magharibi, na kwenye ukanda huu wa East Coast. Kwenye eneo hilo tumeimarisha kampeni hii zaidi, pamoja na misako ile ambayo tumekuwa tukifanya mara kwa mara. Lakini eneo jingine ambalo tumekuwa tukilifanya kuhakikisha kwamba wageni wanaoingia nchini wanakuwa salama na utalii wetu unakuwa salama ni swala zima la wageni wanapoingia hapa nchini. Kwa tunahakikisha kwamba wageni wanapoingia wanaingia wageni wale ambao wako salama. Lakini pia tunafanya zoezi hilo hilo wakati wa kutoka, kuhakikisha kwamba wageni ambao wanatoka wanakuwa salama. Kwa katika mwezi huu wa Aprili tuliwabaini wageni 5 ambao walikuwa ni raia wa Iraq, ambao hawa walitaka kuanzisha safari zao wakiwa Zanzibar kwa kutumia passport za mtu mwingine. Yani mtu mwingine anatumia passport ya mtu mwingine. Hata nieleze vipi eleweke vizuri, lakini cha kusema kwamba baadhi ya wahalifu kwa kuelewa kwamba sasa hivi huwezi kutumia nyaraka iliyohushiwa, hujaribu kutumia nyaraka ile halali ambayo sio ya kwake, anashirikiana na mgeni mwingine kuweza kupata passport ya taifa jingine ambayo ni halali, ili aweze kuitumia kuweza kutekeleza malengo yake, ambao hii sisi kiuhamiaji tunawaita kama hawa ni imposters. Yani mtu ambaye anakuja physical ni mwingine na nyaraka alionayo ni nyingine. Kwa raia wa Iraq 5 walikamatwa ambao walijaribu kutumia mbinu hiyo, lakini vizuri kwa vifaa tulivyonavyo sasa hivi na ujuzi wa maafisa walionao, wanaweza kukamata mtu yoyote akitumia aidha nyaraka ya kuhushi ambayo ni rahisi kuweza kuikamata, ama akitumia nyaraka ambayo sio ya kwake kwa kujifanyia ya kwake. Kwa ni hatua ambazo tumeweza kupiga kutokana na msaada huu ambao tunapata kupitia kwenye serikali zetu hizi, kuimarisha vituo vyetu kwa kuhakikisha kwamba vituo hivi vinakuwa salama.